Mtazamaji wa Bongo 5 TV, ni katika hali ya huzuni na majonzi, na tuko na Barnaba Classic, na hapa ni HQ ya High Table Sound Mwananyamala, na siku ya jana tuliona video zikiwa zinaeleza haki. Kwanza Barnaba, nisitaki kuongea sana brother, pole sana brother. Nashukuru mno. Okay. Lakini pia mimi pia nimejifunza kitu kikubwa, na nadhani pia ningekizungumza watu waone the way ambavyo unaishi na mastaa wenzako, wanakupenda sana brother. Nimeona mimi mwenyewe, nimesikitika sana the way watu jana walivyokuwa wanalia na wewe kwa pamoja. Labda Barnaba, kwa haraka haraka, situation nzima hii ilikuwaje? Kwa sababu nasikia ulikuwa uko Arusha kikazi. Ndio. Nilikuwa Arusha kikazi. Nilienda kwa support ya kina mama, kama unavyojua kina mama mara nyingi mwisho wa mwezi au miezi ya mwezi wanakuwa na matukio yao. Na nilikuwa na kazi ambayo nilifanya na SMG kwa maana Clouds FM. Walikuwa na tukio lao la Malkia Nguvu. Na ni nafasi adhimu ambayo nilipata kwenda kuwasherehesha kina mama. Nilikuwa pia na mamangu Hadija Kopa. Tulikuwa na mdogo wangu wa Madai pia, naye alikuwa kwenye ile tukio, kwenye show. Lakini na mimi nilikuwa miongoni mwa wasanii ambao waliburudisha ule usiku wa Malkia Nguvu. Kwa hiyo nilivyorudi kwenye safari nikashukia Dar. Nilivyoshuka Dar nilikuwa na tukio jingine na kina mama, ilikuwa inafanyika Kijichi, na alikuwa linaongozwa na dada yangu, mama yangu pia Sakina Walioka. So nilivyoshuka airport saa 1 saa 10:30 nikatoka pale airport, gari yangu nilaza pale. So nikabidi niunge straight kwenda Kijichi kwenda kwa support kina mama, kwa sababu walikuwa washanihitaji na wamenibook muda mrefu. So nikaenda kuwaburudisha, wakafurahi. Nikatoka sasa Kijichi saa 1 nirudi zangu nyumbani. Lakini kama utamaduni wangu na desturi inavyokuwa, lazima nipitege ofisini kwangu kwanza, nichungulie kama nisalimie vijana panaendeleaje, nipaone afu ndo niende nyumbani. Kwa hiyo nikaja nikakuta vijana na nikawasiliana na mdogo wangu Mula, alikuwa anakuja, kuna kitu kidogo aliniomba nionane naye tuongee. So akaniambia kaka, basi njoo ofisini, pita. Nikabasi na Mula pita ofisini mara moja, kabla sienda nyumbani tuonane afu nitaenda. So nikapita hapa kumsubiria, lakini bahati mbaya kidogo Mula kama amechelewa kidogo. Kwa nikamwambia kijana wangu mmoja alikuwa ngabasa, sasa wewe kadri hebu toka na wenzao nendeni mkaandae. Kama unavyojua leo nitakuwa pia niwe na place ya uzinduzi wa series yangu mpya inaitwa Kikulacho. Sasa hivi niko kwenye mambo ya muziki, lakini pia hapa nimeongeza HQ ya movie. So hapa nina team ya production pia movie, na studio entertainment kwa maana ya muziki, lakini pia nina production ya movie. Na nilifanya uwekezaji huo mwaka huu tu, baada ya kuona pia ya upande wa movie watu wananipenda na wananisupport, kwa nikaamua kufungua pia niongeze vijana na tuendelee kusupport na tupate mkato wa kila siku. Kwa hiyo nikapita hapa nikasalimia, nikamwambia kijana wangu, basi kama Mula anachelewa kidogo, wacha mimi nende nyumbani mara moja kama dakika kadhaa, naacha begi yangu hii narudi. Kwa nikatoka na gari. Nimefika nyumbani hata dakika 10 nyingi. Ndio napiga simu, bwana huko kuna waka moto. Ndio kugeuza tena nyumbani haraka haraka na gari kuja hapa. Nikiwa niko mita kadhaa, akinaona jengo moshi unavyoaka. Kwa hiyo ninaumiza sana. Ninaumiza kuona kitu ambacho nimekipambania miaka zaidi ya 23. Mimi niko kwenye game ya muziki karibu miaka 20 kitu sasa. Japokuwa hiyo ofisi hapa ina miaka karibu 14 15 usikose. Hapa nimekaa hapa kwenye hichi sehemu. Kikiwa kasehemu kadogo tu, kama unavyoona zilikuwa frame za duka. Mwenye nyumba ni mama yetu, anatupenda sana. Alinipatia, na baada ya kunipatia nikapajenga. Nimekaa hapa kwenye familia kwa muda mrefu, wananipenda sana. Hata ukirudi kwenye video zangu ukiangalia, yule mama anaelia sana kwa uchungu, ni mama mwenye nyumba ambaye amekuwa kishi na mimi kama mwanae kabisa, anaitwa Mama Mami. Lakini pia baada ya kuona hiyo hali inaumiza sana, naona ofisi inateketea na siwezi kufanya chochote. Kwa moto unawaka. Mwenye mjumbe wangu hapa anaitwa Mama Chitole, na mwenyekiti wangu akajitahidi kupigia watu wa fire. Na niwashukuru pia jeshi la polisi walikuja japo kwa kuchelewa kidogo, lakini majirani wa mtaani na watu wa mtaani hapa ndio walikuwa kwanza kuhusika kuzima moto. Kwa niwashukuru sana watu wa mtaani, bodaboda wangu ambao wanakaa vijiweni maskani karibu na ofisi kwangu, nyumba za jirani, watu wangu, yani palitoka watu wengi sana kiasi kwamba kipimo cha ukiangalia zile video na ukiangalia wale watu unaweza kugundua tu namna gani ambavyo na participate na majirani na watu vizuri. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kilichotokea. Na washukuru majirani na watu wangu wa karibu waliotokea kusaidia kuzima moto. Kama unaona mchanga huu ni wao, hizi ni ndoo za watu wanaume na wanawake wakiwa wanabeba kutoka hapo barabarani kwangu. Si kutoka nje, ni mchanga huu umebebwa na watu walikuwa wanahangaika kuzima. Kwa hiyo 60-70 maandalizi ya mwanzo kuzima moto walikuwa ni majirani. Hata wale wanipiga simu ni majirani. Wadogo zangu walikuwa wamechanganyika, simu zote ziko ndani. Kwa hiyo walikuwa wanahangaika kuzima moto, wakafanikiwa kwenye hatua za mwanzoni. Baadaye fire nao tunashukuru Mungu, ripoti ilifika, akawahi kufika, wakatusaidia kuzima na kusave pia nyumba zingine, kwa sababu kwa shanza kushika nyumba zingine za majirani.
TANESCO nao walifika kwa wakati kukata umeme. Kwa hiyo so far hiko ndio kilichotokea. Nyakati zingekuwa zinaweza kurudisha nyuma tungerudisha, lakini ndio hasara kubwa tumeingia. Investment nimetoka kufanya renovate kama wiki 2 nyuma, kama ukiangalia kwenye post zangu. Nilikuwa nazindua leo series yangu mpya kwa mara kwanza. Nina timu ya vijana hapa wakiwemo wanaume, mabinti, vijana wadogo ambao wana kazi zao, wanajitegemea, pata 200 hapa. Kwa hiyo inaniumiza sana kwa sababu sio kwangu tu, ni mkate wa vijana wengi ambao wanategemea hapa na umeharibika. Kwa hiyo najihurumia, napata uchungu sana wa ndani, na nahurumia wadogo zangu ambao wakinitazama mimi kama baba, kama kaka sometimes. Na tuna watu wengi bodaboda wanapata riziki hapa. Vijana wangu naona wengi, tuna watu wa usafi, wa mama wanatuuzia vyakula kama unaona watu wanakula. Na vijana takriban 20-25 hapa kama unavyojua. Yaani ni huzuni kwa kweli. Lakini kila jambo linatokea kwa neema zake Mungu, ni mipango yake na tumelipokea. Binafsi nimepokea, namshukuru Mungu. Najua ni nyakati mpya, japokuwa kunyanyuka kwake kunahitaji mguu wa kishindo. Investment ni kubwa sana, vitu vyote vimepotea ndani, computer zote, mashine zote, na watu wa digital mnafahamu equipment zinavyokuwa bei. So kikweli alhamdulillah inshallah kila kitu, everything will be pass. Labda hakuna backup yoyote, labda nyimbo zilizopotea za wadau mbalimbali? Hakuna nyimbo zilizobaki ambazo ziko pre-master, kwa maana ziko kwa hatua za mwisho kwa master. Kwa mtu kama Liza anazo mafaili kwa sababu nilishampa, nitapata baadhi. Labda stokizi nifanyane nyimbo moja si mbili, wasika kwenye album hata sijamaliza bado. Kuna nyimbo zingine ziko kwenye production za watu, kuna nyimbo zingine zilisalia kwenye iMac za studio kwa maana hazijakuwa filed bado. Kwa karibu nyimbo 16 zimekufa, video karibu 4, episode karibu 9. Hizo nyimbo 16 ni za kwako? Za kwangu. Siko kwenye albamu zangu mpya, albamu zangu 2 ambazo ni moja ni ya gospel kwa inspiration song, lakini nyingine ni ya bongo flavor ambayo nilikuwa nasherehekea miaka yangu 3 tangu albamu yangu ya LCD kutoka. So ilikuwa ni albamu yangu ya 6 sasa, ambayo nisherehekea miaka 22 ya muziki. Kwa hiyo so far ndio ilikuwa ni albamu yangu regulate kabisa zile. Unajua LCD ilifanya vizuri, kwa hiyo ilikuwa ni ile extended na maandalizi makubwa sana. Nina some videos ambazo nilikuwa nafanya arrangement na wanamuziki, watu wa maband, kwa hiyo inaumiza, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Nawashukuru wadau ambao wananipa pole, ambao wameendelea kunishika mkono kwa namna moja au nyingine, na wale wanaoendelea kutafuta namna kunichangia, labda kunisupport. Lakini so far namshukuru Mwenyezi Mungu. Hata wale wanaonitumia message tu bana pole, nawashukuru. Hata wale wasioweza kupata namba yangu kunitumia message lakini wameguswa, nawashukuru sana. Na nataka niwaambie tu wa Tanzania, mimi nina vijana wengi sana hapa. Hili si tukio la Barnaba tu, tukio la vijana wenzangu ambao wanakuja hapa kutegemea kama shule, kama nyumbani kwao, kama kwa kaka, kupata motivations, kuitumia sanaa yao na taaluma kama sema ya kipato. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kusema kweli. Okay. Barnaba, so far ni kwamba sasa studio sasa hivi kama Twashungoma hatuna studio na unakwenda kuzitengeneza upya, lakini location itakuwa ni hapa hapa? Location hapa hapa. Mama wa nyumba ametupa muda mrefu na ametupa baadhi ya vitu anavyoweza kutusaidia, lakini studio ni hapa hapa na itabidi ivunjwe nianze upya, na hiyo unajua ni gharama kubwa sana. Kikwenda namuomba Mungu aniongoze kipindi hiki, na najua yeye ni muamuzi wa mambo yote. Mimi namtegemea Mungu siku zote, namwamini Mungu katika kila kitu. Nimekuwa mtu wa kukubaliana na hali na nimekubaliana, nimepokea kila hali, kila kilichotokea, na namshukuru Mungu kusema kweli, alhamdulillah. Okay. Moja comment ambazo pia nilikuwa naona pia una comment unasema kwamba hivi na maana Barnaba watu hata akukatia hata bima? Nilikata bima, kuna bima nilikata, lakini bahati mbaya ishaisha wiki 2 kama na siku kadhaa nyuma. Na kimsingi sheria ya bima unapokuwa imeishiwa wanakupa 7 days au 5 days kwa disaster. Wamekumbusha, bahati mbaya nilikuwa kwenye majukumu ya kazi, nimerudi kutoka Mpanda tu Arusha tu Dar es Salaam. So sikuwa Dar es Salaam tangu last week, nilikuwa Geita Mwanza, kama ulinifuatilia vizuri, kwa sikuwa Dar. So imenipita, na kimsingi sio nyakati ya kumlaumu mtu yote. Yes, so far kila janga linapotokea Mungu anapoletea changamoto na ushindi wake na namna yake. So alhamdulillah, to be honest, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, tunashukuru. So far kauli yako ya mwisho sasa Barnaba, kwa watu wote ambao wanakutazama, kwa sababu unajua kila mtu amesikitika, wengine wanasema labda ndo atasimama kwa muziki kwa muda, labda kulingana na majonzi alionayo itakuwa vipi? Maisha yanatufunza kwa namna nyingi sana, na tunakumbushwa kwa namna nyingi sana kuwa wema, lakini sio tu kuwa wema kwa Mwenyezi Mungu. Wema kitu ambacho kimetokea kimenipa somo. Somo la kwanza ni kuwa mnyenyekevu kwa watu. Nakwambia 75-80 ya moto huu kuzimwa ni wananchi waliotoka wengi sana kwenye majumba yao, na kila mtu anaumia kwa namna, kwa sababu ninavyoishi hapa mtaani. Lakini pia maisha yangu ni muziki, sina kitu kingine zaidi ya muziki. Hizo biashara zingine tunafanya, lakini kimvuli na kitovu ni muziki. Kwa hiyo
hapa ninaanza upya, maisha yangu muziki yanaanza upya. Kwa hiyo kazi zangu zitaendelea, lakini siwezi kuacha because ndio imetokea, na wanasema Swahili, kila changamoto inakuja na baraka zake. So hii kwangu mimi ni baraka. Alhamdulillah for everything what happened. Na nawashukuru Tanzania wote wale wanaonishika mkono, wanaotamani kunishika mkono, wanatamani kuniunga mkono, napokea. Na kikubwa nataka niwaambie tu nawashukuru. Mapenzi yenu ni makubwa sana. Nimepitia tu kwenye mitandao ya kijamii, naona zile pole za watu, simu ninazopigiwa, najisikia faraja. Ninawashukuru Watanzania wote, na hata wale watu wangu wengine wanaonishabikia wasijisikie vibaya, ni sehemu ya mapito kuwa bora zaidi. So nawashukuru sana. Yeah. Bana, mimi nashukuru sana. Nashukuru sana.